Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Yu hali gani ndugu mtazamaji na mfuatiliaji wetu vipindi vyetu bora kabisa. Leo ni siku nyingine tena tunaendelea katika kipindi chetu cha hatari ya mizimu na madhara yake. Ninaye Dr. Said na Sheikh Sufudan Al-Ghazali. Tutakwenda kuungana hivi punde kabisa kwenda kuchakata na kuchambua sala hili la mizimu. Ikiwa tayari kipindi kilichopita tulitazama hatari ya mizimu ambayo yenyewe inaweza kuleta madhara kupitia sauti, lakini pia kuna mizimu ya aina mbalimbali ambayo katika koo zetu, katika familia zetu, katika jamii zetu inaendelea kuleta shida na mitihani na majanga mazito katika familia hizo, katika koo hizo au katika jamii hizo. Kwa hivyo basi, wewe ambaye tufuatilia kipindi chetu hichi, anatakiwa uwe makini kabisa kwa lengo la kwenda kutazama. Je, leo tutakwenda kutazama mzimu ambao unaweza kuleta madhara kwa kudhihirika au kwa kuonekana kwake, ukaleta madhara makubwa katika familia, katika ukoo, lakini pia katika jamii ya aina fulani, ikawa jamii hiyo aishi vizuri, hasa kwa uwepo wa mizimu hiyo hatari kabisa. Muda huu salama, kisha baada hapo tutakwenda tukaangalia sasa hatari ya mizimu hii inapatikana wapi na madhara ya mizimu hiyo iko wapi katika jamii yako, familia yako na ukoo wako kwa ujumla wake. Muda huu ni salam. Dr. Said na Sheikh Sufudan Al-Ghazali. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikumus salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Na vipi hali yako Dr.? Wallahi hali namshukuru Allah tabaraka wa taala. Na hasa ukizingatia tuna afya tele, nishati ya kutosha, maalumati juu ya maalumati. Nishati ya kutosha maana yake adondoshwa madini juu ya madini. Kubwa zaidi kwa kutazama kipindi chetu hichi kinachohusiana na masala ya mizimu, hatari ya mizimu na madhara yake. Dr. Said na Sheikh Sufudan Al-Ghazali. Tutazama kipindi chomalizika, tutazama hatari ya mzimu ambao wenyewe unakuja kwa sauti tu za watu ambao walikufa muda uliopita, ima au karibuni. Kwa maana wazee wetu, unaweza kusikia sauti la mzee miongoni mwa wazee ambao wanaofahamika katika familia. Mzimu ukaja na ukaanza kuleta madhara katika familia, koo, lakini pia na jamii inayojishughulisha na mizimu hiyo. Lakini sasa tunataka tutazame kuna mizimu ambayo inaweza ikaja kwa kuonekana moja kwa moja kwa maumbo ya aina mbalimbali au taswira za aina mbalimbali au kwa muonekano ya aina tofauti tofauti. Je, hatari ya mizimu inayoonekana ni nini na madhara yake katika jamii, familia na koo hizi yanakuwa katika hali ya namna gani? Naam. Al-akhi Sheikh Hussein bin Diwan. Ya Allah. Allah subhanahu wa ta'ala anasema kupitia ndani ya kitabu kitukufu cha Qur'an. Naam. Anasema alam a'had ilaykum ya bani adama alla ta'budu ash-shaytana innahu lakum aduwwun mubin. Allah subhanahu wa ta'ala anasema hivi sikuwapa taarifa yenye wanadamu. Alam a'had alhamzatul istifhamiyatul manfiyya matbu'atu biadati nafi mubashara. Kwa hiyo tunasema hivi sikukwambieni enyi wanadamu. Nini wanachoambiwa hawa wanadamu? Alla ta'budu shaytana, ya kwamba nyinyi wanadamu simuabudie wala kumpa nafasi shaytani. Kwa nini Allah anasema hivyo? Innahu, inna inaitwa harfu taakidi wan nasbi, تنصب الاسم وترفع الخبر. يا الله. يتحقق لما بعده بوجود استعماله في الجملة وكسرة همزة إن لأنها لم يمكن أن تؤول هي ومعمولها بمصدري. يا الله. wataalamu wanasema hivyo. Maana yake inapoingia innahu, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anatuambia hakika ya huyo sheitani kwa namna yoyote itakavyokuwa, akupe fedha kwa wingi wowote atakapokupa fedha, asuhubiane na wewe kwa namna yoyote atakavyokuwa amesuhubiana na wewe, akuonyeshe mazuri kwa namna yoyote atakavyokuonyesha mazuri. Allah anasema innahu lakum aduwwun mubin, hakika huyo shaytan kwenu nyinyi mkiwa na muamala naye
bila shaka mfahamu huyo ni adui wa wazi kabisa. Sasa kimaarifa, katika taarifu ya mzimu kwa mujibu wa dini tukufu ya Kiislamu, mzimu ni shaitani tu wa kawaida katika taarifu za dini tukufu ya Kiislamu. Lakini kadhalika tumeona katika taarifu za watu wa mizimu, wao wanasema mzimu ni roho ya mtu au watu waliokufa, imma iwe zamani au katika wakati wa karibu, katika hali za namna hiyo. Sasa lazima ifahamike ya kwamba mizimu ipo na ina madhara. Lakini kadhalika Uislamu hauamini mizimu, bali unaamini ipo na ina madhara. Lakini haikubaliki kisharia mtu kuitegemea mizimu. Kisharia haikubaliki mtu kuitegemea mizimu. Kwa kuwa haikubaliki mtu kuitegemea mizimu, haina maana kwamba mizimu haipo. Ipo. Na haina maana kwamba mizimu haitendi, inatenda. Lakini kadhalika kisharia la yajuzu, haifai, kwa sababu kwa mujibu wa dini tukufu ya Kiislamu inatambua mizimu ni mashaitani wa kawaida kabisa katika hali za namna hii. Al-akhi Sheikh Hussein bin Diwan, ya Allah, leo tutakwenda kutazama al-ashbahu tafauliya, kwa maana mizimu ambayo inayodhihiri. Darsa iliyopita tuliona kuna vitu vinavyoitwa mizimu ambayo inayoathiri kwa kutumia sauti. Yani mtu anaweza kakaa ndani ya nyumba akawa anasikia aswatan al-amwat, yani sauti aswata amwatin, sawa, au sauta amwatin, akawa anasikia sauti ya watu waliokufa. Tena anajua kabisa hii ni sauti ya mtu fulani katika uhai wake. Wakati mwingine anaweza kuwa anasikia kawimbo kale ambako alikuwa anakapenda kukaimba huyo mauti ambaye aliyokufa na mfano wa hayo. Hili ni darsa ambalo lilopita tumekwenda kuyaona hayo. Lakini katika siku ya leo tutakwenda kuona athari ya mzimu ambao unaitwa al-ashbahu tafauliya, ambao kadhalika huu mzimu katika aina hii huwa una tabia ya kujitokeza, kudhihiri katika vile ambavyo unavyovipenda. Naam. Na wataalamu wanasema i'lam, faham ewe ndugu yangu, anna shabha fil asli lughawi, ya kwamba mzimu katika asili ya kilugha, dhillu shay'in wa khayalihi, ni kimvuli cha kitu, lakini kadhalika na ile taswira yake. Naona majambo yalikuwa hatari haya. Hatari sana. Yani kile kimvuli cha kitu pamoja na taswira yake. Kwa mujibu wa watu wa mizimu wanasema moja katika aina za mizimu inapodhihiri na kuja kwa wanadamu huwa ni kimvuli, lakini kimvuli na taswira yake. Taswira hiyo inakuwa hivi, au mabada laka shakhsuhu, au kadhalika udhihiri dhahiri kabisa umbile la mtu ambaye wewe unamtambua na ni miongoni mwa wanafamilia tayari ambao wameshakufa. Mara ngapi tunaona watu katika majumba yao, watu wanakuwa wanaona mauti ambao waliokufa. Ndo majumba yanakuwa yakaliki tena hapo. Watu wengine wanapoteza hata ufahamu kutokana na yale matukio. Maana si kawaida mtu kafa alafu ghafla unakutana naye nyumbani kwako. So mchezo. Tena mnapishana naye uso kwa uso. Hii ni hatari sana. Ni mambo ambayo yapo yanaweza wa kudhihiri na kuleta athari na mashaka makubwa kabisa katika hali za namna hiyo. Wa fil balagha, lakini kadhalika na katika balagha yuqal, kilugha usemwa hivi, shabaha al-mautu wa shabaha al-harbu idha ma dhaharat malamihu ma tadullu ala qurbi huduthihima. Ukisema shabaha al-mautu, maana yake amekaribia sana umauti na umejifananisha ule umauti na anayekwenda kufa. Lakini kadhalika wa shabaha al-harbu, lakini kadhalika na vita imefanana na umauti wenyewe. Idha ma dhaharat malamihu ma tadullu ala qurbi huduthima, pindi ambapo itapodhihiri
alama halisi kabisa inaonyesha kukaribia kwa vita na kukaribia kwa umauti wenyewe katika hali za namna hiyo. Hii ni hatari al-akhi Sheikh Hussein bin Diwan. Ya Allah. Mizimu ni vitu hatari sana. Na yoyote yule ambaye atakayeendekeza mizimu basi ajijue ana mwisho mbaya sana, duniawiyan wa ukhrawiyan. Duniani atakuwa na mwisho mbaya na akhera pia atakuwa na mwisho mbaya, kwa sababu kuna hatari ya kumshirikisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Katika hali za namna hiyo, yutabaru shabhu, imefahamika ya kwamba huu mzimu ni tajisidan liruhin au nafsi shakhsi mayitin au hayawani ghairi bashari. Imefahamika kwa mujibu wa watu wa mizimu. Wao wanasema tajisidan liruhin ni yani roho ile ya mtu aliyekufa inajitengeneza mwili. Tajisidan maana yake inajitengeneza mwili, maana yake inajipachika sura na maumbile ya mtu aliyekufa, alafu inadhihiri kwa mujibu wa watu wa mizimu. Na watu watu wana familia au wana ukoo wanaanza kukutana na matukio ya hali za namna hiyo. Inatisha sana. Sheikh, na hapa kuna kitu ambacho pia nimejaribu kukutana nacho maeneo fulani hivi. Kuna watu waliripoti kwamba kuna ndugu yao alifariki. Na baada ya nyakati kupita kidogo, yule mtu akaanza kuwa anapita kwa mtu mmoja baada ya mwingine. Lakini anatoa maelekezo ya jambo moja alifanyike. Atakapomwambia huyu ndivyo atakapomwambia na mwingine. Maana yake ili jambo fulani liweze kuepukana natakiwa mfanye hili. Ili jambo fulani liepukane natakiwa mfanye hili. Ikawa ni mchezo ambao unaofanyika. Lakini wakati wanajaribu kutafakari jambo litaweza vipi kulifanya hilo jambo au ni kitu gani, matukio yanaanza kujiri katika familia. Ndio hii inanipa mashaka. Ndio mzimu sasa huo. Na huu ni mzimu katika aina ya al-ashbahu tafauli. Yani ni ile mizimu sasa inakuja kutenda kwa kwa dhahiri katika hali za namna hii. Ni hatari sana. Ni kuepukana sana na hivi vitu, kwa sababu vitu ni hatari sana. Lakini lau kama vitakuwa tayari vipo katika familia, panahitaji ilmu ya kutosha sana. Panahitaji maarifa ya kutosha katika kutegua mitego hii ya kimizimu, kwa sababu ni hatari sana. Step moja kukosea unaweza kujikuta unaingia pabaya sana. Na hapo Sheikh, kuna watu wanaweza wakahisi kwamba unaposema ni hatari sana mna kutegua, unaweza kuhisi kama ni kitu kidogo sana hivi. Hali ambayo kwa namna ilivyo mizimu hii na inavyosimuliwa na kuarifiwa na baadhi ya watu pia ambao wanakufikia, kwa maana matukio stahilizi, unaona kama ni matukio ambayo ni mazito sana. Sahihi kabisa. Watu lazima wafahamu kwamba unaposema kwamba mitego yake ni migumu, waelewe kwamba inamaanishwa kweli. Sahihi kabisa. Yani usije hata siku moja ukaikurupukia mizimu kama maarifa yako ni madogo, au kama ilmu yako ni ndogo, au kama hujui njia sahihi za kuweza kutegua haya madhara. Kwa sababu madhara yake ni makubwa sana. Na hivi vijangara hivi, hata kama kuna mtu katika familia au watu katika familia watajiona wako vizuri kimaisha, yani maisha yanakwenda vizuri kwa sababu ya mizimu ya ukoo au familia, basi huyu mtu itakuwa imma ana mikataba ile ambayo inatafuna mtu mmoja mmoja katika wanafamilia. Kwa hiyo kwa namna hiyo manake nataka kutuambia hakuna tofauti mkubwa sana baina ya mizimu na wanaojiita Freemason wanaochukua mikataba stahili. Tofauti ni ndogo sana. Ni ndogo sana. Lakini ni hatari sana katika maisha ya binadamu. Allahu Akbar. Natisha Sheikh. Natisha sana. Lakini kadhalika akasema tajisidan liruhin au nafsi shakhsin maitin. Anasema au inawezekana wao wanasema ni ile roho iliyojitengeneza mwili au imejitengeneza katika nafsi ya mtu, tena mtu mwenyewe aliyekufa, au hayawanin au mnyama ghairi bashari, tena mnyama mwenyewe asiyojulikana. Allah. Unajua kuna baadhi ya majumba na baadhi ya ukoo zinashuhudia baadhi ya koo viumbe ambao hata ukimwambia nisifie namna jinsi ulivyomuona hawezi. Anasema sijui ni kiumbe wa namna gani nilomuona mimi, sijawahi kumuona. Sasa haya ni mamizimu au mashetani wa kawaida, huwa wanadhihiri katika baadhi ya majumba. Lakini huyo anakuwaje? Qadirin ala dhuhuri lil ahya,
wanakuwa na uwezo wa kudhihiri kwa watu walio hai. Watu wa mizimu wanasema hivyo, ya kwamba hizi taarifu zao, kwa maana mizimu namna inavyokuwa ina uwezo wa kuonekana kwa watu walio hai. Ndio mtu mwingine anaweza akamuona baba yake mzazi aliyokufa siku nyingi, au babu yake, au mama yake, au bibi yake, au ndugu yake, mtoto wake, jirani yake, basi ili mradi anakuwa ana uwezo wa kuwa anaona yale matukio katika hali za namna hiyo. Na huyu anayeona ana hatari kubwa mbili, al-akhi Sheikh Hussein bin Diwan. Ya Allah. Hatari ya kwanza, ana hatari ya kuwa kuthratul wiswas, kuwa na waswasi mwingi sana, jambo ambalo linaweza likapelekea huyu mtu akapoteza maisha. Kwa sababu waswasi ni hatari sana. Lakini kadhalika jambo la pili, huyu inawezekana akapata madhara makubwa. Kwa sababu mara nyingi sana yule ambaye anaiona mizimu ikiwa dhahiri, mara nyingi sana anakuwa ni mtu ambaye kaishapigwa muhuri. Yani muhuri maana yake aywa alama. Maana yake ni mtu ambaye anasubiriwa target na wakati muafaka ili achukuliwe, kwa maana iwe ni kafara upande wake. Kama tunasema huyu ambaye atakayeona haya matukio ambayo tunayasema, chukua juhudi za maksudi kabisa insha Allah, ili kunusurika kutokana na mashaka na mizimu katika dini tukufu ya Kiislamu. La yajuzu shar'a, haifai, haikubaliki kisharia katika hali za namna hii. Lakini kadhalika tataaddadu awsafu al-ashbahi baina wujudi ghairi mar'i. Lakini kadhalika kuna tofauti sana ya wasfu mbalimbali wa mizimu baina wujudi ghairi mar'i, baina ya kupatikana kwa hiyo mizimu tena katika sura ambayo isiyoonekana. Wapo katika hali za namna hiyo. Wallahi hii ni hatari. Au ashkalin, wakati mwingine wanakuja kimaumbile fulani shafafa, yani maumbile ambayo huwezi kumshika hivi kwa mkono. Yani unaweza kumuona, ukitaka kumshika unakuwa kama umeshika hewa. Na hapo hapo anayayuka na kupotea. Inakuwa ni tukio ndio shafafu hiyo, ambapo unaweza ukaona umbile lakini huwezi kulishika. Ukitaka kulishika lile umbile unakuwa unashika hewa. Alafu linapotea hapo hapo. Hii ni aina ya mzimu inaitwa at-tafauli. Hadhihi al-ashbah, mizimu hii ya namna hii, tuhibbu an taj'ala wujuduha dhahiran, inapenda sana kudhihiri kwa wanaukoo. Na inatoa maelekezo, na baada ya kutoa maelekezo wakati mwingine inatoa amri. Na baada ya kutoa amri na inataka amri itekelezwe. Inataka matekelezo ya amri. Ukikaidi unaingia kwenye matatizo, ukitekeleza unaingia kwenye matatizo. Maana balaa la hii mizimu. Ndio maana tunakuambia ndugu yangu ambaye bila shaka tunayasema, unasema subhanallah, wallahi hivi ninavyoyasikia ndivyo yalivyo katika ukoo wetu au katika familia yetu. Hivi ninavyosikia, kama unaona hivyo na unasema hivyo, basi bila shaka wala wasiwasi katika hilo, fanya jitihadi za maksudi kumaliza hili tatizo. Ni hatari. Ukikubali kutekeleza masharti ya mzimu ni tatizo. Ukikataa kutekeleza masharti ya mzimu ni tatizo. Yani hakuna jema. Sasa jambo la msingi ni kukata mawasiliano. Yanakatajwa hayo mawasiliano, hapo ndio penye maarifa na ujuzi wa hali ya juu, na panahitaji kutuliza akili na kufanya kwa utaratibu bora ili kumaliza hilo tatizo biidhnillah. Ubaki kuwa salama ili mambo yaweze kwenda katika hali iliyokuwa bora biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Ai maana yake ni nini? Tuhibbu an ta'lama al-ahya'u bi annaha mawjudatun. Bila shaka hii mizimu mara nyingi sana huwa inapenda sana kuwafahamisha watu walio hai ya kwamba ipo. Ndio maana ya kudhihiri. Ni kuwafahamisha wale wanaukoo ya kwamba wapo. Kwamba huyo mzimu yupo na anataka atekelezewe yale anayoyataka, na bila kutekelezewa yale anayoyataka atafanya matukio mengi sana. Ndio utaona wanaukoo wengine wanakuwa wote ni mafakiri. Wewe ujiulizi, kuna watu katika ukoo huo yani wananuka ufakiri. Hakuna hata mmoja. Kwa kule Kigoma tunasema aliyotononoka. Kutononoka maana yake ilikuwa upotee alafu kidogo yani imetokea bahati mbaya, anasema hivyo. Sasa imekuwa hivyo, yani unakuta ni wanaukoo wote ni masikini kupita kiasi. Yani ni mtihani mkubwa. Kumbe
limzimu ndio linalo haribu yale majambo. Lakini shekhe, katika hili suala nataka watu pia waendelee wanaotufuatilia kipindi chetu hichi cha hatari ya mizimu na madhara yake. Nataka tufahamu kwamba shekhe, kumezungumzia suala la familia au koo kuwa ina watu mafakiri sana kupita kiasi. Lakini kuna familia ambazo shekhe unazipata kwamba zina matukio yanayofuatana au yanayofanana, lakini pia yana matukio ambayo yanayomfeva huyu kwa ajili ya madhara ya mtu mwingine. Haya nayo inakuaje hapa? Sahihi. Hiyo sasa ni aina ya mizimu, tutakwenda kuangalia aina zake, namna zake jinsi wanavyokuwa. Ipo mizimu ya namna hiyo inamuinua huyu kwa kumdhuru yule. Ndio utaona kuna baadhi ya wanafamilia, hiyo inaitwa adhababa, mizimu hiyo. Na baadhi ya wanafamilia utawaona kwamba anapanda sana kiuchumi, lakini wakati huo huo ndugu zake wanaporomoka sana, maana yake wanakufa sana. Tena wanakufa vifo ima vinavyofanana au vinavyokaribiana katika mfanano wake. Hatari sana. Kwa hiyo anapanda kwa madhara ya mtu mwingine. Kwa hiyo jitathmini vizuri ndugu yangu, mizimu ni viumbe hatari sana. Mizimu kwa mujibu wa taarifu ya Kiislamu, mizimu ni mashetani tu wa kawaida. Lakini kwa mujibu wa taarifu za watu wa mizimu, wanasema ni roho za watu waliokufa. Sisi kama Waislamu tunaamini mizimu ipo na ina madhara, lakini kama Waislamu tunaamini mizimu ni mashetani wa kawaida kabisa. Na tunaamini ya kwamba ni vitu ambavyo la yajuzu, havifai kwa mujibu wa sharia, kwa mujibu wa dini tukufu ya Kiislamu. Kwa hiyo kama wewe ukoo wako na familia yako ipo kindaki ndani ya mizimu, chukua hatua za maksudi ya namna gani ya kuweza kukata mawasiliano baina yako na hiyo mizimu, kwa sababu ina hatari mbaya sana. Lakini hapa panahitaji ilmu, panahitaji taaluma, na ni vigumu sana namna ya kuitegua hii mitego. Inahitaji utulivu wa akili, wa mwili, na utendaji uliokuwa bora biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Naam, kama ambavyo mmemsikia Dr. Said na Sheikh Sufyan Al-Ghazali, kabla ya kuelekea kukifunga kipindi hichi, nataka niguse jambo dogo ambalo Sheikh atatupa uchambuzi kidogo ili tuweze kuelekea kukifunga kipindi chetu. Sheikh, hapo kitu ambacho nimejaribu kukisikiliza kwa makini sana, na kiukweli nina hofu kutokana na hatari ya hii mizimu. Tayeb. Tumeona kwamba mizimu ipo na inaweza kukusa koo. Lakini pia Sheikh, kuna watu ambao wanasema labda koo wanazungumzia labda ni hapo kwetu Tanzania labda. Lakini kwa watu kwenye mataifa mbalimbali kwa namna zao na makabila yao pamoja na koo zao, labda yeye sio Mtanzania lakini ana matukio stahili hizo. Hii pia inakuwaje hapa? Mzimu hautazami Mtanzania tu au Mwafrika au mtu alio Afrika tu, hapana. Kuna mtu mwingine yeye ni Mwafrika lakini kwa sasa anaishi Ulaya, ila matukio yale yote ambayo yalikuwa yanamsibu hapa ndio pia anakutana nayo kule. Ni hayo ya mizimu mzee. Kwa hiyo lazima patumike taratibu ya kuweza kukata yale mawasiliano, ndipo unaweza kubaki salama, ukajiona mwepesi na mambo yako yakaenda vizuri kwa idhini ya Allah tabaraka wa taala. Nadhani kwa wewe ambaye unafuatilia kipindi chetu cha mizimu, bila shaka unaiona ladha kipindi namna kilivyo, lakini pia kinakupa nafasi sasa wewe kujitathmini hapo ulipo na familia yako pamoja pia na ukoo wako, na matukio ambayo mnayapitia na hatari ya hii mizimu na madhara yake katika jamii kwa jumla. Kuna mtu ambaye wanaweza ka familia imekumbwa na janga ambalo linatokana na kuwa na ufakiri sana, umaskini wa hali ya juu, au kuna familia zinakuja kama zimekumbwa kwamba kuwa na maradhi sana yasiyoisha, maradhi ambayo yanafanana au yanayo karibiana kufanana kwake, lakini pia vifo ambavyo vinafuatana vinakaribiana na matukio yake yanafanya watu hao kuweza kupatikana kwa vifo hivyo. Hivyo basi kuwa makini na tumia fursa kipindi hichi kukushtua na kuzindua hapo ulipo kuweza kutafuta suluhu ya namna kuweza kuepukana na madhara haya yatokanayo na mizimu hii kubwa. Na naweza kukwambia fursa kumpata Dr. Said na Sheikh Sufyan Al-Ghazali ipo tena ya wazi kabisa. Nini cha kufanya? Namba zinazoziona hapo na screen yetu. Unaweza kumpigia simu kwa WhatsApp, unaweza kupigia simu ya kawaida, unaweza kutuma voice au unaweza kutuma message, hata kusikiliza, hata kushauri na kwa muongozo wa namna gani jambo lako linaweza likafanya katika hali iliyokuwa nzuri kabisa. Lakini pia
unaweza ukapata fursa hii ya kufika ofisini kwetu hapa Mbagala Kizuiani, barabara kuelekea jeshini. Pia hapa utatukuta kuanzia majira ya saa 2 asubuhi mpaka saa 10 jioni. Kila siku tunakuwepo hapa katika ofisi zetu hizi, ambapo unaweza kusikilizwa, ukashauriwa, pia ukapewa mwongozo wa namna gani jambo unaweza kufanya katika hali iliyokuwa nzuri kabisa. Lakini pia nikumbushe kwamba hapa ofisini kwetu huduma za aina mbalimbali zinapatikana. Dawa za aina mbalimbali zinapatikana. Kuna mtu ana maradhi ya pressure, kuna mtu ana maradhi ya sukari, kwa mtu ana maradhi ya tezi dume au kansa tezi, lakini pia maradhi ambayo kutokana na akina mama, masala ya uzazi na mengine mengi ambayo yanaweza yakao uko nayo maradhi hayo, pia suluhisho lake linaweza kupatikana hapa ofisini kwetu Mbagala Kizuiani, barabara kuelekea jeshi. Lakini pia kuna watu ambao wamethibiwa na maradhi yatokanayo na machawi aina mbalimbali, mashaitani na madhara yake, pia fursa kuweza kupatikana kwa matibabu yake yanapatikana na ufumbuzi wa hali ya juu mno hapa ofisini kwetu biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Kufanya ni wewe tukutupigia simu kwa namba ziona hapo, piga simu kwa WhatsApp, piga simu ya kawaida, tuma voice au message ya kawaida, pia utasikilizwa, utashauriwa, utapewa mwongozo na namna gani jambo lako linaweza kufanya. Bila kusahau kuna watu wana kesi za aina mbalimbali, pia kuna watu wanawania ama kutafuta nafasi za uongozi wa nyanja za aina mbalimbali, pia jambo hilo linawezekana katika hali iliyokuwa bora kabisa biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Kufanya simu hizo hapo, piga simu, usikilizwe, ushauriwe, upewe mwongozo katika hali iliyokuwa nzuri kabisa biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Kheri nyingi zitapatikana. Kumbuka vipindi vyetu hivi ni vipindi endelevu ambavyo bila shaka vina tija bora, vina faida kubwa katika uwezo wake Allah subhanahu wa ta'ala, na vitaweza kukutatulia na kuondoshia mashaka ambayo uko nayo biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kumtafuta kwa WhatsApp namba 0712316222 au 0756634277.